Kubwa yote, timu hii kubwa yote. Na msemaji wa M15 TV, mbele yako ni wachezaji wa kikosi cha Singida Black Stars, the Black Leopards, wakiwa wanashuka hapa kwa ajili ya kufanya pitch feeling. Huyo ni Jonathan Soa, moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa tishio, ambaye anaonekana sio sehemu ya mchezo hapo kesho. Kumbuka alikuwa miongoni mwa wachezaji waliocheza katika mchezo uliopita wa ligi kuu. Mtizama Jonathan Soa ni kama vile na majeraha, kama jinsi ambavyo unamtizama anachechemea. Ni dhahiri shahiri kwamba hali yake ya kiafya pengine kwenye upande wa miguu huenda ana changamoto kama jinsi ambavyo unamtizama, lakini kwa jinsi ambavyo tunafahamu pengine huenda hii ikawa ni mind game kama jinsi ambavyo wengi wamemhusisha, kwa maana changamoto ambayo anayo pengine huenda ikamweka benchi. Huyu ni Morris Chuku, moja kati ya wachezaji waliofanya vizuri katika mchezo ambao umepita, na alifanya makubwa sana kiasi ambacho iliwapa maswali mengi watu kwamba huenda akaonyesha kiwango kisichopendeza, lakini aliuasha kweli kweli. Mtazamaji wa M15 TV, kwa sasa ni kuache uendelee kutizama kile ambacho kinaendelea hapa, hususan ni zoezi zima la wachezaji wakiwa wanaingia katika eneo la pitch kwa ajili ya kufanya ile pitch feeling kama jinsi ambavyo ilivyo kawaida ya kikanuni, na kama jinsi ambavyo imeamuliwa wachezaji siku moja kabla mchezo kufika katika uwanja ambao watautumia kwa ajili ya mechi, na kukagua, kuangalia hali ya uwanja ili kuweza kuelewa baadhi ya maeneo ambayo pengine yanaweza kaleta shida kwa upande wao, ili waweze kuyatatua, wajiandae kukutana na mazingira kadha wa kadha ya uwanja. Hapa ni Singida Black Stars na sisi ni M15 TV, tumeweka kambi hapa kuja kuletea matukio yote hapa. Wanachofanya wachezaji wa Singida Black Stars sambamba na staffs wa hapa muda huu mapema sana. Ngeli kwa mbali hivi bila shaka ni meja kuta ndio inapiga watu wanaenjoy bila shaka kesho ndio kuonyesha maneno ambayo yanaendelea. Walipoteza moja kwa sifuri ya Mnyasa kwenda Msonga Simba, kupigana tena katika mchezo ambao ni lazima mmoja afungwe. Huu ni mchezo wa mtoano.
Yani commentator wanaotaja jina langu vizuri. Oya Kamaji. Kutoka Tuyajenge. Wachezaji wazuri wanacheza kitu. Hapo ya dini ya ndoa. Hapo tumtumie nyingi. Anaisha ile bwana. Sio bure, sio bani. Komba alijawadi faida ila maisha bwana. Kinga laji mputa. Uko fundo msimu hivi leo. Wote watatu. Zao Angelika. Hapo nipokaa katikati ni sahihi kwa sababu mimi kwanza walinikuta. Hapo cha pili nikakao. Kwa sababu mtazamaji, kama nilivyotangulia kuambia kwamba tayari Singida Black Stars tayari wameshafika hapa katika uwanja huu wa hapa manispaa ya Kwala Babati Manyara. Tayari wameshafika hapa katika uwanja na wanachokifanya hii inaitwa pitch filling, na kama jinsi ambavyo unatizama wachezaji wanashuka kwa ajili ya kwenda kukagua uwanja, na tayari wachezaji baadhi walishatangulia kama jinsi ambavyo nitangulia kukueleza hapo. Na kinachofanyika sasa hivi ni wachezaji pamoja na benchi la ufundi kwa pamoja wakiwa wamekusanyika katikati ya dimba hili kwa ajili ya kuzungumza mambo matatu baada ya kukagua uwanja na kufanya kile ambacho kimewaleta. Na ikumbukwe pitch filling imekuwa ni kawaida ama utamaduni wa virabu kwenda kufanya kukagua uwanja siku moja kabla mchezo, hata masaa machache kabla mchezo kuanza ama kabla warm up. Baadhi ya timu tumeshuhudia zikiwa zinafanya pitch filling. Kwa hiyo hiki ambacho kinaendelea hapa katika uwanja huu ni kwamba wanatekeleza ile takwa lao kikanuni ama kisheria ama kiutaratibu kama jinsi ambavyo unashuhudia. Hao ndio jumla wachezaji wote ambao wanaimarisha kikosi cha Singida Black Stars kama jinsi ambavyo imeelezwa hapo awali. Kwa hiyo wengi ambacho wanakisubiria hapa ni kushuhudia tu hapo kesho mbungi kipigwa kati ya Simba Sports dhidi ya Singida Black Stars katika hatua ya nusu finali la kombe la CRDB Federation. Kwa hiyo tusubiri kuona je kile ambacho wengi wanakitarajia ndicho ambacho kitapatikana. Na ikumbukwe mchezo wa mwisho kati ya Singida na Simba Sports umemalizika hapo juzi tu tarehe 28 ambapo mnyama Simba Sports Club waliondoka na alama 3. Na ikumbukwe mechi hii si mechi ya kusaka alama bali ni mechi ya maamuzi, yani konzi moja
out kwenye mashindano. Kwa hiyo kama jinsi ambavyo unatizama, kikosi kimesheheni kweli mastaa kadha wa kadha ambao wanaimarisha kikosi chao, na ikumbukwe Singida Black Stars ni moja kati ya vilabu ambao vimesajili sana, zimesajili tena katika dirisha kubwa la usajili, hata kufanya marekebisho katika dirisha dogo. Kwa hiyo hata baada huyo kama jinsi ambao unatizama, moja kati ya wachezaji ambao wamekiwasha kweli katika mechi iliyopita. Kwa hiyo nikusubiria tu kuona kama yale ambayo wengi wanayaomba ni kuwa kama dua za Wanasingida ambazo zinaomba kwamba mnyama afungwe, ndivyo ambavyo hata Wanasimba wao pia wanaomba Singida Black Stars aweze kupoteza katika mchezo huo muhimu ambao kama jinsi ambavyo tumetangaziwa kwamba kama atashinda timu yoyote kati ya timu hizi za Simba ama Singida Black Stars, basi anakwenda hatua ya finali kwenda kumenyana na timu ya Young Africans. Na huyu ni Serge Poku, moja kati ya mengizo mapya ndani ya kikosi cha Singida Black Stars ambao wamefanya mambo makubwa sana. Trabitra naye huyu hapa akiwa na Athabada, moja kati ya wachezaji ambao wamefanya makubwa sana katika mchezo uliopita na kuonyesha kiwango kikubwa. Lakini pia hao ni wachezaji ambao wanahusishwa na vilabu tofauti kwenye usajili. Kwa hiyo kama jinsi ambavyo unatizama, ni vita nyingine itakwenda kuishuhudia hapo kesho. Kwa discussion ya Kifaransa ama naweza nikageuka papo kati ya vita, kisha kwamba kila mtu anaenjoy na anafurahia kufikia crown hizo. Kitu ambacho tunafanya kama nilisema ni kwa maana ya kama namna ambavyo uwanja ulivyo, ndio maana hata ukiangalia kule unaona walinda mlango wote ulinzi. Sio kwamba kwa ulinzi kwa sababu ni sehemu ambayo labda wamezoea kukaa, hapana, wanakwenda kukagua eneo la kulini, wapi mpira gani ukipigwa ni ukeje, wapi kuna kibonde, wapi mstari hujakaa vizuri, ili siku ya kitu siku kama ile pale kuna kansoa na kuli na nane ishara ya kwamba anajua yale mazingira ambayo yeye wanapata kwa Jombo yangu mwanangu, mbona sioni kurekodi dakika zisa? Jamaa je kalenzi. Kwa kidogo na. Yaani mtu wote ni karibu. Mbele yako ni nyota wa klabu ya Singida Jonathan Soa, mshambuliaji huu wa klabu ya Singida, naye yuko hapa kama jinsi ambavyo mnamtizama, shamaliza session yake ya pitch filling, na pia anampita Serge Poku, lakini bado nyota kadhaa, nyota tofauti wa Singida Black Stars nao wako hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa sawia. Na huyu ni Maarufu Chake, moja kati ya wachezaji ambao walifanya vizuri na bado wanaenda kufanya vizuri katika ligi kuu ya NBC Tanzania. Na ambao namuona Trabitra akiwa na Athabada, lakini namuona yupo na Ande Kofi wakiwa wanazungumza mambo tofauti hapa, lakini Adebayo naye huyu hapa. Nakumbuka huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao waliwika sana, walihusishwa sana na kusajiliwa ndani ya kikosi cha Simba, lakini mambo hayakwenda kama jinsi ambavyo ilipangwa, wa dili likaota mbawa.
na huyu alikimbilia katika timu ya RS Berkane, lakini kule mambo hayakuendea vizuri. Tayari ameshatua NBC, yupo anakipiga ndani ya timu ya Singida Black Stars. Kwa hiyo tusubiri kuona mambo yatakuwa vipi hapo baadaye, kama itawezekana Singida Black Stars kumfunga Simba ama Singida kukubali tena kufungwa kwa mara nyingine tena. Huyu ni Jonathan Soa, kwa jinsi ambavyo unaona maelekezo, pengine anasimulia kile ambacho kilimkuta katika uwanja wa KMC ambapo alichezea mshenyento, maana alirushiwa kitu kinachodhaniwa kuwa ni gunzi la muhindi pamoja na chupa uwanjani, wakati ambapo alikuwa ameenda kuanikiza kwa mwamuzi kwamba akatae maamuzi yake, lakini bahati siyokuwa yake, akakutana na mashabiki wenye hasira kali, wakafanya kile ambacho ulikiona katika baadhi ya picha tofauti. Kwa hiyo bado na kumbukumbu nzuri ni mashabiki wa Simba, pengine itakuwa ni wakati wake mzuri wa kwenda kuuliza maswali magumu ambayo wengi wanajiuliza na kuona kama yanaweza kujibiwa kwa ufasaha.